Haba na haba taifa linazungumza, pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Haba na haba taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Hujambo na karibu. Hii ni makala ya Haba na Haba ya idhaa Kiswahili ya BBC, makala inayoangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya mafanikio na changamoto pia. Jina langu ni Mary Goret Richard. Kushiriki nasi unaweza kututumia ujumbe wako kupitia 0785236938 na kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook kupitia akaunti yetu ya BBC Haba na Haba na Twitter kwa anwani ya BBC_Haba na Haba. Tutausoma ujumbe wako baadaye. Kubwa leo katika Haba na Haba. Tatu subisha zoe, utafanyeje? Utaenda. Tani bora unaingia unajisaidia afu unatupa huko. So wengine wanaacha hapo. Watu 128 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu nchini Tanzania tangu mlipuko wa ugonjwa huu ulipotokea tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka jana. Unachukua hatua gani kudhibiti ugonjwa huu katika eneo lako? Hoja hii inakujia ili kukupa fursa ya kujadili wajibu wako wewe mwananchi katika kudhibiti ugonjwa huu wa kipindupindu kwenye eneo unaloishi. Haba na haba taifa linazungumza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, zaidi ya watu 128 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu nchini Tanzania tangu ulipoanza, na mikoa 18 kukumbwa na ugonjwa huo, huku mkoa wa Dar es Salaam ukiongoza kwa kuwa na zaidi ya wagonjwa 4,000. Lakini mtu anawezaje kuupata ugonjwa wa kipindupindu? Swali hili linajibiwa na mkurugenzi wa Sikika, taasisi isiyo ya kiserikali inayojishughulisha na masuala ya afya, Bwana Irenei Kiria. Mtu anapata kipindupindu kwa kula kinyesi, lakini pia inategemea huyo mtu kala kinyesi au kala bakteria wale wa kipindupindu kiasi gani. Kwa mfano inaaminika kwamba ukila bakteria wale wa kipindupindu zaidi ya milioni 100 ndio unaweza kuanza kupata uwezekano wa kupata kipindupindu. Kwa hiyo utaona kwamba ni uchafu kiasi gani utakuwa umeingia tumboni kwako mpaka kuweza kusababisha kitu kama kipindupindu. Sasa kwenye dampo, kama kukitokea kwamba kuna maeneo ambako hakuna choo za mashimo au za nini au hazitumiki vizuri, na wananchi wakajikuta kwamba wanatupa kinyesi kwenye jalala, basi mtu ambaye anakaa karibu na jalala au anacheza kwenye jalala au anatumia vifaa ambavyo vinatokana na jalala lile bila kuvitibu au kuvisafisha sawa, anaweza sasa akajikuta na wanapata kipindupindu. Lakini pia inawezekana mtu akaambukizwa kipindupindu kutoka kwa mtu ambaye tayari amekushapata kipindupindu. Ni Irenei Kiria huyo, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali inayojishughulisha na masuala ya afya, kwa ufupi kijulikana kama Sikika. Msikilizaji, je, umewahi kufikiria kuishi katika nyumba ambayo unalazimika kujisaidia katika mifuko ya plastiki? Hebu tuende jijini Mwanza ambako mwandishi wetu Idi Juma ametembelea katika nyumba yenye zaidi ya watu 15 lakini hawana hata tundu la choo. Nyumba hata kujenga kiwanda wanapata. Tunajua nyumba ya ulisi na bishana. Msikilizaji, nimetembelea familia moja ambayo inapatikana katika mtaa wa Mwembeni B hapa jijini Mwanza. Ni moja ya familia ambayo ina wapangaji zaidi ya 15. Nyumba hii iko ndani ya uzio na naambiwa ina watoto wadogo zaidi ya 10 mahali hapa. Lakini familia hii haina choo kabisa. Nazungumza na baadhi ya wapangaji kufahamu wanafanya nini wanapokuwa wanahitaji huduma ya choo. Mimi naitwa Robi Mwita, ni mkazi wa hapa kwenye mji huu. Si unaona mazingira kama tunayoishi, kwa mfano hatuna choo, hatuna bafu, hatuna dampo la taka. Mnafanyaje sasa humu ndani kuweza kujisaidia? Ndio hivyo kama unavyoona, wanarusha kwenye mifuko, wanazagaza hivyo. Mkijisaidia kwenye mifuko mnatupa wapi? Wanatupa tu hapa maeneo kama hayo unayoyaona haya hivi. Mnatupa humu ndani pia? Humu ndani tu, yani hamna sehemu, kwa sababu ukirusha hivi kila mtu anakuja kuleta malalamisho, umerusha kwenye maeneo yake na nini. Yani wanakuwa wanatupana. Kwa mfano kama ungejaribu kutembelea kwenye yako kajumba kaliko ina mabati hivi. Ni kachumba lakini mmekageuza kamekuwa kachoo. Chumba cha mtu kilivyoondoka, ina maana hapo ndo watu wanajisaidia sana haja kubwa hapo. Anapotokea huyo dada huko kwenye ile bati ile ina maimi. Hivi alafu kwa kule hivi tena kuna chumba, kuna mtu anaishi mule, lakini anavumiliana tuna hii hali. Kimechimbwa ama ni hivyo tu flat, kila mtu anajua aendeje pale. Tunaweza tukasogea kidogo tukaona.
Twende tu, hamna shida. Naona hii hali iliyopo hapa ndo watu wamegeuza choo chao hapa sasa. Ukifungua huo mlango hivi tena kuna mtu anaishi humo hivi. Naona vinyesi hapa. Yaani ndo vinazagazaga hivyo kama ulivyoona hapa. Msikilizaji, kuna harufu kweli mahali hapa. Umeona? Inatoka kila upande. Yaani pande zote hizi zimeenea ni harufu tu. Yaani kwa mfano ukiangalia upande wa kulia hivi. Hivyo vyote ni vinyesi hapa. Hiyo mifuko yote mieusi yote hiyo. Yote yani. Na mazingira haya ndio hawa watoto wote wanachezea hapa. Wote wanaishi mazingira haya hawa watoto. Sasa hivi kuna ugonjwa wa kipindupindu umeingia hapa Mwanza. Hamofi kwamba unaweza ukapata? Tunahofia hivyo, ina maana nashindwa tutafanyaje sasa? Unafanyaje sasa kuhakikisha kwamba pengine ugonjwa wa kipindupindu hauwezi ukafika? Ndugu yangu, sina jinsi, na maana tunatarajia tu muda wote inaweza likalipuka hili gonjwa humu ndani mwetu kwa sababu mazingira yetu sio kabisa yani. Huu mji hauna msimamizi maalum wa kwamba huyu ndo mwenye mji, kwa sababu huu mji ni wa ulisi. Hapa kuna watoto, kila mtoto anakuwa na chumba chake. Na maana pale tunapokuwa tunaweka mkazo kwamba tujengewe choo, kila mtu anakuambia mwambie mwenye nyumba wako, alafu kifuatilia wengi hawaishi humu ndani. Kuna dada hapa naona naye amesimama na nitazama, zungumza naye kidogo. Dada, habari yako? Salama. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Angelina. Hebu tuambie wewe unafanyaje kwa maana mahali hapa hakuna choo kabisa? Najisaidia kwenye kentozi, unatupa. Unarusha hapo. Humu ndani. Hamna shida kabisa yani, wala hamuoni tabu? Harufu na tunahisi kipindupindu lakini jinsi hatuna. Dada, wewe ndo unaishi ndani humu ambapo wanajisaidia hapa afu unaingia kwa ndani? Yeye ndo anaishi humo. Usiwe na wasiwasi. Usijali. Unaitwa nani? Priska Innocent. Unapitaje hapo kuingia ndani kwako? Sinapita naingia ndani. Tatu subisha zoea, utafanyaje? Utaenda. Tena bora unaingia unajisaidia afu unatupa huko. So wengine anaacha na watoto. Tuna watoto ndo basi. Wanaacha hapo. Wewe ndo unazoa? Anazoa mwanaume. Akiona amekuwa mengi anazoa, anatupa huko. Una watoto wangapi? Mmoja. Huyo mtoto hachezi kwenye huu chafu? Nafungia ndani humo. Labda unyevu kishapo ndo nalikuwa namweka hapo nje anacheza. Unamfungia ndani siku nzima? Ndo mtoto wako huyo? Tena bado anatambaa kabisa? Hafiki kwenye uchafu? Ni taarifa Idi Juma kutoka jijini Mwanza inayoonyesha hali ngumu wanayokabiliana nayo wakazi wa mtaa wa Miembeni wanaoishi ndani ya nyumba isiyokuwa na choo, watoto wakicheza katika mazingira yaliyochafuliwa na kinyesi. Anarejea tena mkurugenzi wa taasisi ya Sikika inayojishughulisha na masuala ya afya, Irene Kiria. Anasemaje juu ya uhusiano wa moja kwa moja kwa mazingira haya na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu? Inashtua alafu inakera vile kwa sababu katika mifumo yote inayohitajika ya kutawala usafi wa mazingira ni mojawapo na ya mfumo wa kinyesi. Kuwepo na mfumo ambao utawezesha hasa katika miji ambao utawezesha wananchi wanavyojenga nyumba zao waweze kuelekeza ule uzalishaji wa kinyesi kwenye mfumo wa serikali. Lakini pia serikali ina idara ya afya ya kwenye kila halmashauri, na idara ya afya kwenye kila halmashauri kazi yake ni kuzungukia makazi na kuangalia hali ya usafi, ikiwa ni pamoja na ili eneo ambalo mmepita huko Mwanza mmekuta kwamba nyumba haina choo. Hiyo nyumba ilitakiwa imekushafungiwa na halmashauri. Ni Irene Kiria huyo mkurugenzi wa taasisi ya Sikika. Wakati hali ikiwa hivyo jijini Mwanza, hebu sasa twende katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam ambako mwenzangu Michael Baruti amekwenda kufanya majadiliano na wafanyabiashara wa soko hilo maarufu kwa biashara matunda juu ya hali ya usafi na jinsi walivyoanza kuchukua hatua kudhibiti kipindupindu. Naitwa Asha. Naitwa Osman Ali. Naitwa Jumbe Mgaya. Noah. Nataka kufahamu kutoka kwenu hali ya usafi katika eneo hili. Madampo, maji machafu yanayoonekana na hali yote iliyopo hapa kwa ujumla. Nani anahusika kwenye kuhakikisha hili soko linakuwa safi? Manispaa. Yeah. Na manispaa wenyewe wamekuwa wafuatiliaji kwenye kuhakikisha kwamba hili soko linakuwa safi? Wao wameibuka baada ya uchaguzi, sasa hivi ndo wanataka kuhamasisha sasa usafi. Kabla ya uchaguzi hali ilikuwa mbaya sana. Lakini kwa nini tusubiri mpaka watu wa manispaa waje kutusaidia kuweza kufanya usafi katika mazingira ambayo sisi tunafanyia kazi kila siku? Yaani
hivi kitengo kile pesa. Bila pesa huwezi kufanya usafi. Ili soko linafanya makusanyo? Linakusanya. Pesa inayokusanywa waga mnafahamu kama inaelekea wapi katika swala zima la kuleta usafi hapa? Wanapeleka manispaa. Moja kati ya maeneo ambayo yameathirika na kipindupindu ni eneo la Buguruni kwa ujumla. Labda kwa ufahamu wenu, unahisi ni jukumu lipi la mwananchi kuweza kuzuia ugonjwa wa kipindupindu? Kwa mimi naona kila mwananchi anatakiwa awe msafi katika mazingira anayoishi. Kwa mfano hapo sokoni unaweza kukuta kila mtu ana ustaarabu wake, unaona. Mtu mwingine labda akatoa sijui ndo majani wanaozungumzia, anakuja anatupa tu, au matunda yale yanayoharibika hana sehemu maalum ya kuyaweka. Talo ya maji yanajaa ovyo ovyo, unaona. Ndo kila mwananchi anatakiwa awe na na maamuzi yake ya kufanya usafi katika eneo lake. Nafasi ya mwananchi kawaida ni kujilinda, kujikinga na kufuatilia yote iliyoelekezwa na viongozi kwamba tushike kitu gani, tuache nini kwa usafi wa makini, basi kipindupindu kitatupitia mbali. Ni taarifa ya Michael Baruti akiwa katika soko la Buguruni jijini Dar es Salaam. Muda mfupi ujao katika Haba na Haba. Lakini ndo tulivyoamka asubuhi tukamkuta mwanetu huyu ameshadhoofika hali na hana nguvu tena mwilini, tukamchukua na kumpeleka hospitali. Na kule ndiko ambapo alifikiwa na kifo chake. Utasikia familia iliyopoteza mtoto aliyefariki kwa ugonjwa wa kipindupindu. Lakini kwa sasa nimpishe Sara Mkongwa atusomee ujumbe wako msikilizaji uliotutumia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hoja kuu ikiwa mpaka sasa watu 128 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa kipindupindu. Unachukua hatua gani kudhibiti ugonjwa huu katika eneo lako? Karibu Sara. Asante sana Mary kwa kunikaribisha kuweza kupitia jumbe za wasikilizaji wetu kutoka hasa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nianze na Twitter ambapo kuna ujumbe hapa kutoka kwake Baraka. Yeye anasema usafi tu na kuhakikisha tunapambana na dalili zozote za magonjwa yenye dalili hizo. Huo ni ujumbe kutoka katika mitandao yetu ya Twitter. Lakini niende kwenye mitandao yetu ya Facebook na soma ujumbe kutoka kwake, huyu anaitwa Onesimo Muhema wa Airport Njombe. Yeye anauliza swali, serikali huu ugonjwa haiuoni au? Lakini pia kuna ujumbe kutoka kwake anaitwa Fred John wa Ifakara Tanzania. Yeye anasema hatua ninazozichukua kwa upande wangu nyingine zikiwemo zifuatazo. Ameorodhesha hapa. Kwanza anasema kuhakikisha naweka mazingira safi kuzunguka maeneo ninayoishi. Lakini pia ameorodhesha kitu kingine hapa, anasema kuhudhuria elimu mbalimbali zinazotolewa na mabwana afya kuhusu afya na usafi. Asante Sara kwa ujumbe huo. Hakika msikilizaji umechukua muda wako kututumia ujumbe wako, ni muhimu sana. Kwa sasa tupate mapumziko kidogo, tutarejea baada ya sekunde chache. Haba na Haba, taifa linazungumza. Pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Haba na Haba, taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Haba na Haba, taifa linazungumza. Unaendelea kuisikiliza Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hoja kuu ikiwa mpaka sasa watu 28 wamepoteza maisha kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Unachukua hatua gani kudhibiti ugonjwa huu katika eneo lako? Haba na Haba, taifa linazungumza. Athari nyingi zimejitokeza tangu kuibuka kwa ugonjwa huu wa kipindupindu, ikiwa ni pamoja na watu zaidi ya 128 kufariki katika mikoa 18 nchini. Mwandishi wetu Rehema Mema kutoka Zanzibar ametembelea familia moja visiwani humo iliyopoteza mtoto kutokana na ugonjwa huu. Leo ni siku ya 3 tangu familia hii, msikilizaji, ipate msiba wa kufiliwa na mtoto kutokana na maradhi ya kipindupindu. Mama, pole sana kwa msiba wa mtoto. Haya, asante, nishapoa. Kutokana na tatizo hili, nimepata nafasi ya kuzungumza na mama mzazi wa mtoto huyo aliyefariki. Katika familia yetu tulikuwa tuna mgonjwa ambaye ni mama yao mkubwa. Ilikuwa jana mida kama ya saa 10 alinipigia simu na kuniambia, dada, mimi naona hali yangu sio nzuri na nimeishiwa na nguvu mwilini. Kwa hiyo nikaja na gari, nikaja kumchukua, nikampeleka hospitali. Kufika kule hospitali mgonjwa akalazwa. Kwa hiyo sisi tukarudi, tukalala usiku ule. Lakini ndo tulivyoamka asubuhi tukamkuta mwanetu huyu ameshadhoofika hali na hana nguvu tena mwilini. Tukamchukua na kumpeleka hospitali. Na kule ndiko ambapo alifikiwa na kifo chake, maana hali ilikuwa tena sio nzuri. Na ilichukua muda gani nyinyi kutambua kama ilikuwa ni ugonjwa wa kipindupindu? Mtoto wangu huyu aliharisha
usiku. Kwa maana hiyo sisi asubuhi tulivyoamka, kwa zile dalili ambazo tumemwona nazo, tumeona kwamba na yeye itakuwa ni kipindupindu. Kabla hapo mlichukua tahadhari gani za kiafya? Kama unavyotuona, nyumba yetu ni safi, hatuna takataka ovyo, maji tunachemsha au muda mwingine tunakuwa tunanunua. Ila ni Mungu tu ameshapanga, na kazi ya Mungu haina makosa. Na nimesikia kwamba mmepoteza watu wawili katika familia hii kutokana na ugonjwa huu wa kipindupindu. Taarifa hizi zina ukweli wowote? Hapana. Aliyekufa ni huyu tu mtoto ambaye yeye ndo alikuwa hajawahishwa hospitali mapema. Lakini kwa huyo ambaye nimekwambia mwanzo, mama yake mkubwa, yeye bado yuhai na yuko hospitali. Na hali yake kwa sasa inaendeleaje? Hali yake inaendelea vizuri tu. Na mlipata kujua ni nini ambacho kimesababisha huu ugonjwa huyu mtoto wako, yani namaanisha mpaka kafariki? Kwa kweli kama nilivyokuambia, tulikuwa tuna mgonjwa ambaye ni mama yao mkubwa. Na mimi muda mwingi hapa nyumbani nakuwa sipo. Kwa maana hiyo nawaacha wao na huyu mama yao, na ndiye ambaye anawatayarishia chakula. Kwa hiyo pengine yeye alikuwa hajajijua kama ana maradhi ya kipindupindu, kwa hiyo ndo na yeye akaambukizika. Na madaktari wametoa msemo gani ili wengine wasiambukizwe katika hasa hii familia yenu? Madaktari wamekuja kupiga dawa na wakatoa elimu. Kwa hiyo tunaendelea vizuri na hakuna mgonjwa mwingine ambaye ameambukizwa. Ni taarifa ya kutoka kwa mwandishi wetu Rehema Mema kutoka Zanzibar. Msikilizaji wa Haba na Haba, umesikia mengi juu ya kinachoweza kusababisha mtu kupata ugonjwa wa kipindupindu, ikiwa ni pamoja na kauli ya mtaalamu wa afya. Ni wakati sasa kusikia kutoka kwa mamlaka husika juu ya hatua zilizochukuliwa mpaka sasa za kudhibiti kipindupindu, ukizingatia ugonjwa huu unagusa moja kwa moja mazingira pamoja na masuala ya usafi. Haba na Haba imeanzia katika ofisi za Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii na kukutana na katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Donald Mbando. Kwake tulitaka kujua ni kipi kimekwisha fanyika mpaka sasa na serikali kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa wa kipindupindu. Kiutendaji, ugonjwa huu sio tatizo la sekta ya afya pekee yake. Ili tufanikiwe inahitaji ushirikishwaji wa sekta nyingi. Kuna masuala yanayohitaji huduma za maji, tunahitaji sekta ya maji. Masuala ya miundombinu, tunahitaji ujenzi. Elimu mashuleni, tunahitaji wizara ya elimu. Habari na mawasiliano, tunahitaji nyie. Lakini vile vile sasa, katika kutekeleza majukumu haya kiserikali, wizara ya afya ina jukumu kubwa moja. Ni wizara inayotoa misingi ya utoaji wa huduma kitaalamu kwa kuandaa sera na miongozo ya kuhudumia wananchi wa Tanzania. Na katika kipindupindu tumeandaa mwongozo wa kuhudumia na kutibu wagonjwa wa kipindupindu. Lakini vile vile wizara tumeratibu maandalizi ya sheria ya afya ya jamii kwa kushirikiana na sekta nyingine, na zimetajwa adhabu ambazo zinatakiwa zitumike pale ambapo wanaoelekezwa kuzingatia misingi hii ya afya hawatekelezi. Sasa kiutekelezaji na kiusimamizi wa karibu, msimamizi wa karibu ni mamlaka ya serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na chini ya usimamizi wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Imemtaja mtendaji mkuu katika kiutaalamu ni mganga mkuu wa wilaya, mganga mkuu wa mkoa na maafisa afya katika ngazi hizo, ambao wote wako chini ya mamlaka ya serikali za mitaa, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Kwa hiyo ngazi zile wanatakiwa kuenforce sheria hii iweze kutekelezeka kama ilivyoidhinishwa na serikali. Ni katibu mkuu wa Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii Dr. Donald Mbando. Haba na Haba ikachukua jukumu la kutoishia hapo na kubisha hodi hadi katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kuzungumza na mganga mkuu wa mkoa Dr. Grace Magembe. Tumetembelea katika masoko, mfano Buguruni kuna uchafu mwingi sana, madampo yamejaa matakataka. Tumetembelea eneo kama Miembeni Mwanza, unakuta watu hawana vyoo, mtu nyumba moja wanaishi watu 15, lakini hiyo nyumba hawana choo, wanajisaidia wanatupa hovyo. Kinachoonekana ni hakuna mifumo thabiti ambayo inawekwa kwa ajili ya kudhibiti masuala kama hayo. Kwa nini tusiweze kutatua kuweka mifumo iliyo thabiti ili kuweza kutibu chimbuko la kipindupindu kabla ya kuanza kutibu wagonjwa wa kipindupindu? Mifumo ipo, kwa sababu hata mimi mtaani kwangu ninakokaa najua kabisa gari la taka linapita kila Alhamisi. Hata huko kwenye masoko unako kusema mifumo ipo, unaona, kwa sababu kuna wakandarasi ambao wamepewa kazi na halmashauri husika ambao kazi yao. Kwa nini kunaendelea kuwa na uchafu sasa? Kuna mambo mengi. La kwanza, kuna baadhi ya wakandarasi ambao unakuta kwamba uwezo wao sio mzuri. Soko ni sehemu ambayo yani swala la kuzalisha taka ni swala kila siku. Kwa unapompa mkandarasi kazi lazima awe na uwezo. Sehemu kama ya soko yani bidhaa zinaingia na kutoka kila wakati. Wewe ni mganga mkuu wa mkoa, kwa nini imechukua muda mrefu kudhibiti kipindupindu na imeendelea
kugharimu serikali fedha nyingi sana, kwa sababu nilisikia juzi kwamba takriban bilioni 1 zimeshapotea katika kutokomeza kipindupindu katika mkoa wa Dar es Salaam peke yake. Ugonjwa wa kipindupindu ni uchafu. Uchafu pia ni tabia vile vile. Kuna maeneo ukienda watu ni wameshabadilika, yani wameshabadilika tabia. Hicho pia ni kati ya vitu ambavyo vimetuchukua muda mrefu sana kumaliza ugonjwa. Wiki 2 zilizopita, yani katika wiki 2 zilizopita sasa hivi tunacheza na wagonjwa kati ya 10 mpaka 15. Kwa hiyo ina maana zile elimu ambazo tunazitoa, intervention zote ambazo tunafanya kwenye maji, kwenye chakula, si kwenye usafi, tayari wananchi wameanza kufanya nini? Kuelewa. Sitaki kusema kwamba tumefika tunapotaka. Tunachotaka sisi ni kumaliza kabisa kipindupindu. Kwa hiyo wananchi wabadilike. Yaani wananchi wabadilike, waache tabia kutirisha maji ovyo, watumie maji safi na salama, watumie vyoo, wazingatie kanuni za usafi. Bila kufanya hivyo, huwezi kumaliza kipindupindu. Lakini uchafu ambao tunakuwa tunauzungumzia pengine unatokea kwa sababu watu hawatimizi majukumu yao. Labda manispaa haitimizi majukumu yao katika kusafisha majiji, kama hivyo umesema, wakandarasi wengine wanakuwa ni wazembe, au labda hawana fedha za kutosha kwa ajili ya kuchukua taka kila siku kila saa kulingana na mahitaji. Kwa nini isitengenezwe mifumo bora ambayo itakuwa inaweza kukidhi ukusanyaji wa takataka pamoja na kudhibiti uchafu kwa kulinganisha na ongezeko la watu, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam ambao watu wameongezeka? Kwa kweli hilo swala ni sahihi kabisa. Wamekaa sasa hivi wanapitia wakandarasi wao wote kujua mkandarasi yupi anazoa taka wapi, kwa sababu ilibidi ifika mahala wagawanyishwe kwamba wewe utashughulikia kata hii na kata hii na kata hii. Tumeona ambao wanachapa kazi, tumeona ambao ni wazembe. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kupitia hao watu wote, unaona, na kuangalia kila mtu kwa uwezo wake. Na kitakachofuatia baadaye sasa tutawapanga pia kulingana na uwezo. Tutakayemuona labda uwezo wake uko chini kabisa, tutampeleka sehemu ambayo haina watu wengi kabisa, akakae huko, na kule ambako kuko bize tutapeleka watu ambao tunaona kwamba sasa hivi sasa kweli wana uwezo. Hilo zoezi sasa hivi linaendelea, na kuna baadhi ya wakandarasi kwa mfano kwenye halmashauri wamewasimamisha kazi. Tumejifunza mambo mengi. Inawezekana sisi upande wetu tulikuwa tunakwenda na pace fulani, labda speed 80, tumeona kabisa kwamba hapa tunataka twende na speed 120. Lakini pamoja na mkandarasi, unahitaji mwananchi akusanye taka zake, aziweke kwenye chombo, alafu yule mwenye gari apite akusanye. Kama mwananchi hatafanya hivyo, hata uwe na the best wakandarasi ever hapa duniani, bado hatutaweza kusafisha Dar es Salaam. Kwa hiyo lazima kila mtu awajibike. Kwa kweli hii mifumo haihusu tu serikali, inamhusu kuanzia mwananchi mwenyewe mmoja mmoja, na wale wanaotupa taka wakiwa kwenye magari waache. Ni swala la aibu mno, mtu mstaarabu unakuta amevaa suti yake amependeza, yuko kwenye gari lake zuri, unashangaa anafungua dirisha, anarusha chupa pap, au anarusha mfuko. Ni aibu. Ni aibu, yani ni swala la aibu. Unajua uchafu ni ushamba. Wewe ukiwa mchafu ni mshamba. Wala usijite kwamba unakaa Dar es Salaam, yani wewe ni mshamba. Ni Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kikubwa naona anasisitiza kwamba jukumu la kumaliza kipindupindu ni wananchi wote pamoja na mamlaka nyingi za juu zikiwemo maji, miundombinu pamoja na mazingira. Haba na haba, taifa linazungumza. Msikilizaji, vitu vingi vimejitokeza katika makala ya leo, ikiwa ni pamoja na wajibu wa mwananchi katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu, ikiwa ni pamoja na kushirikiana na mamlaka za kiserikali ili ziweze kutoa huduma bora katika kudhibiti ugonjwa huu wa kipindupindu. Wiki iliyopita katika Haba na Haba tuliangalia kuhusu mafanikio na changamoto za mfumo mpya kuandikisha wapiga kura, yani BVR, uliotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Wengi mlitutumia ujumbe mfupi kupitia namba yetu ya simu ya mkononi 0785236938. Sara, karibu tena kutusomea ujumbe wako msikilizaji. Asante sana Mary kwa ujumbe ambao umetufikia kwa mada yetu ya wiki iliyopita. Ni kutoka kwake, anaitwa Thomas Dismas. Yeye anasema niko Makondeko Butundwe Geita kule. Anasema mfumo mpya wa BVR ulifanikiwa vizuri sana, japo kila mfumo huwa haukosi changamoto. Serikali jipange kikamilifu kupunguza changamoto zilizokuwepo ili awamu nyingine zisitokee tena. Ni Sara Mkongwa, ndivyo anavyotuhitimishia makala ya Haba na Haba kwa leo. Kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, msimamizi wa makala hii Michael Baruti, wadhamini ni idara ya kimataifa maendeleo ya nchini Uingereza. Ulikuwa nami Medigoret Richard, kwa heri kwa sasa. Haba na Haba, taifa linazungumza.